Makofi na vigelegele jamani. Bila nyie isingekuwepo. Kwa kila mmoja kwa jina lake. Yuko wapi Josh? Josh hayupo. Kwa kweli siwezi kutimiza hizi shukrani bila kumshukuru Josh hata kama hayupo. Mtamfikishia shukrani zake. Josh Mwangi Miranji. Yule bwana ni mfano mkubwa sana. Naomba mtajifunza kutoka kwake. Josh mwaka 2002 tulifanya naye kazi moja hivi. Josh kitaaluma ni mtu wa media kama hawa. Ndio alichosomea Josh. Kwani wengi hamjui. Lakini mwaka 2005 alinifuata akasema najua tunaweza tukafanya kitu mimi na wewe. Nikasema nini? Akasema fikiria mwenyewe. Nilifikiria baada ya muda nikasema no. Tuanzishe ID Card Solutions. Well, nikataka actually, hata nilikuwa hapa angeshangaa. Actually I wanted to put him off. Nilitaka aondoke sababu nilikuwa sijui tunaweza kufanya nini. Mtu wa media, sina ndoto ya media na nini. Alisema nitafanya. Kwa hiyo hii umoja mnayoiona tulianza kuiplan na bwana Josh mwaka 2005 na 6 tukasaini mkataba wa kwanza. Na 6 kule mwishoni kuna jamaa moja matata sana, si yupo hapa, anaitwa Peter. Peter yupo. Hai. Hawa wana nashukuru sana kwa sababu hawa kwa data kwa ID cards wametoka mbali sana. Waliamini ndoto. Waliamini ndoto. Mimi napaka watu mfano wa Bwana Yesu. Bwana Yesu alikuwa wajabu sana. Na yeye alikuwa na watu, anakuta watu kina Yohana, kina Lazaro. Lazaro alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Rema. Sasa hapana, nani? Yakobo. Yakobo mwingine. Basi alikuwa akiwakuta wengine wanafua anasema nifuate, wanamfuata, si ndio? Si ndio? Ni wachache wale kama walikuwepo katika historia kwenye Biblia ambao walikuwa wanaweza kumuuliza tunakwenda wapi, walimwamini, si ndio? Sasa wale ambao nimewataja waliamini this dream which I am seeing here, so I'm very grateful. Kwa nini nimesema nilipenda tufanye hii soft launching ya miaka 20? Kwa sababu tuko katika mchakato wa kikampuni wa mabadiliko. Mabadiliko haya ni kwa ajili ya kubadili management. Si ndio jamani? Management. Ni sasa management itakapokuwa inabadilika, lazima na nyie mjue tunatoka wapi, mtakapokuwa mnachukua nafasi zenu, si ndio? Lazima mjue tunatoka wapi na wapi. Kwa hiyo kuna ambao tutaondoka, watu tushaanza kufuga sungura vijijini huko. Kwa hiyo tutaondoka kwa sababu umri ukifika ni lazima tuwapishe vijana. Na nyie vijana lazima mjithibitishe. Lazima mjithibitishe. Kwa hiyo hii ni wake up call kwamba the opportunity has unfolded the arms and embracing you. Mnaelewa hivi English? Fursa imefungua mikono na inataka kukukumbatia. Sasa wewe na wewe lazima ufanye sehemu yako. Usipofanya, fursa itakumbatia hewa. Unanielewa? Hii nafasi ya sisi tumekuwa watu wazima, Mwenyezi Mungu ametusaidia tumefikia hapa, kwamba tunatakiwa tuondoke, inatakiwa nyie muitumie na nyie kupanda. Unanielewa? Unanielewa jamani?
Sasa basi, hii nilikuwa nawapa kidogo historia ya DataVision. Wakati mnaendelea kula, msiache kula, mwingine anaendelea kuchukua tu. Madhumuni yetu, wameniuliza waandishi wa habari, kwa nini tulianzisha DataVision? Wengi hapa huwa nikiwauliza vision, mission, whatever values za kampuni hawajui. Wengi hawajui kabisa. Lakini sisi misingi yetu tunataka kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukachangia kwenye uchumi na maendeleo ya nchi kwa kutumia tehama. Na katika maendeleo ya nchi tulichagua maeneo matatu muhimu. Mmoja tulisema research and statistics, ya pili tukasema ICT, ya tatu tukasema corporate performance management. Lakini kutokana na changing ya landscape ya biashara tukaamua kubadilika, si ndio jamani? Tukasema tuwe na payments and card services. Kwa kule tunapozidi kukua ndio ikaanzishwa ID card solutions. Inafanya mambo hayo ya kadi na security. Tumezidi kukua, tumeanzisha Da24, si ndio jamani? Tumezidi kukua, tumeanzisha Maclis Benesibo. Watu wa Maclis Benesibo hawapo hapa kwa sababu wenyewe ofisini kwao wako watano tu, leo wana supply, wanafanya kule Karambezi. Sawa jamani? Tupo wote? Yeah. We are diversifying kwa sababu ya landscaping ya business. Sawa. Kwa hiyo hayo ndio yaliyotu drive, na tunaamini kwamba kampuni nyingi sana zitaibuka kutoka humu ndani endapo tu mkiwa na focus. Lingine lilotufanya tuanze ilikuwa ni kutoa ajira, kuchangia kwenye kutoa ajira. Natumaini mtu kama Grace akiangalia nyuma yake, na huko nyuma wao wanajipanga watu waliowahi kuwaona wakiingia na kutoka katika mlango huu ni wengi, eti Grace, wengi sana. Nilikuwa napitia kanzidata ya watu waliokupita hapa, they are clocking to 145 160 ambao tumewekwa ajili kwa mikataba. Watu wanasema I'm going somewhere to look for greener pastures, si ndio? Na utakuta watu kina Kamaga wakitaka kuondoka hapa tusema mimi nafuata maslahi zaidi. Kufuata maslahi zaidi mahali ambapo haupo ni unyonyaji, kwa sababu hayo maslahi zaidi kuna watu waliyatolea jasho, si ndio jamani? Si ndio? Tengenezeni maslahi zaidi mahali mlipo. Kwa hiyo katika huu mwaka wa 20 tunaponani, na waombeni sana mjitahidi kutengeneza maslahi zaidi mahali mlipo. Nanielewa? Mimi mtakuwa mmenisaidia sana. Hata nikiwa huko kijijini na niangalia Da24 miaka hiyo ikiwa TV, nitapata furaha sana nikiona mmekuwa mara 3 ya hapa, na nikiona sura zingine. Kuna watu walikuja hapa hawanyoi ndevu, siku hizi wananyoa ndevu, wanaume lakini wananyoa ndevu, kwa hiyo ni maendeleo. Unaona tuko na watu ambao hatujawahi kutegemea kuna nao maishani. Tuna rais wa Tafka pale, napenda kutambua uwepo wake. Kuna katibu mtendaji wa Tafka, matata sana Bwana Ndimbo, napenda kutambua uwepo wake. Katika muda aliokaa mfupi hapa, watu wengi wanafahamu kuliko hata baadhi ya watu humu ndani. Ndimbo, tunakushukuru sana, tuchangamsha. Kwa hiyo mimi ningependa sana tutumike hapa. Sawa jamani, tutumike hapa ndio greener pastures. Natarajia watu wengi hapa wawe na uwezo wa kuendesha makampuni yatakayozaliwa kutokana na DataVision na ID card solutions. Mnaelewa hiyo theory? Ndio theory ya growing people. ID cards nilishaongea nao sana na nikasema sana kule, si ndio leo kwa hiyo natarajia mtaendelea kuwepo. Kingine ambacho ningependa kukigusia, sikupewa muda mrefu, nadhani nitakuwa nimeumaliza. Tunatarajia nini kwenye miaka ijayo? Mimi nitawapa matarajio yangu ambayo ningependa kuwashirikisha, na probably 10 years to come I won't be here. Lazima niwe mkweli. Sawa jamani? Mungu akinipa uzima wa kuishi sitakuwa hapa. Nitakuwa nalea wajukuu.
napenda kuwashirikisha ndoto hii. Moja, tumeanza kuiachieve. Tumenunua jengo la ofisi Dodoma. Kwa hiyo hii ni katika kujibu mahitaji ya kuhamia Dodoma. Kwa hiyo waliofika Dodoma ilikuwa timu ya kina Macmillan na wenzie, natumaini waliweza kuiona ile ofisi. Natumaini tutafanya jitihada sana katika robo hii ya mwaka, hii robo ya pili tuikamilishe, watu tupate mmoja wetu akaisimamia ile ofisi ya kule. Kwa hiyo tutaweza kufanya kazi kwenye kanda ile. Cha pili, let's go international now. Tumekuwa international kwa kufanya kazi na makampuni mengi sana ya kimataifa. Tumekuwa international, baadhi ya wenzetu wamesafiri international, si ndio? Kuna watu wameenda Ufaransa, wengine wameenda Spain. Kawagi, ulikutana na Messi? Kwa hiyo zote hizo ni fursa, na ni fursa zinaenda kwa ambao wamefungua mikono yao kuzikumbatia. Sasa in that regard tunataka tufungue ofisi, contact offices zinaitwa, kwenye nchi moja ya Kiafrika. Hizo taratibu zinaanza kufanywa, na tunataka tufungue ofisi kwenye bara la Amerika, contact office. That is growth. Mimi ikiwa nitakuwa sijafanikiwa kuona hizo ofisi, naomba mtakao kuwepo mjitahidi kuzifungua, kwa sababu landscape ya nchi inatusukuma kwenda hivyo. Sawa sawa jamani. Kingine ambacho na tamani kwamba tukifanye, tuwafanye wengine wawe followers. Nyie mtakuwa mmeona, nyie kama ili talisema kwa sababu naisikiaga sana, nyie kama hamjawahi kuiba solution, hasa watu wa IT oye, hasa watu wa IT, kama hamjawahi kuiba solution ambayo ni idea ya Data Vision ambayo wale kukaa kina Kiwanga kina William wakaitengeneza kwenda huko nje, ufalme wa mbinguni utakuwa ni wenu. Sababu nyie mna mambo sana, unaelewa? Kwa hiyo tunataka tutengeneze himaya ya watu wanaojitambua. Maturity is very important amongst you guys. Kwa hiyo tunatamani mwe wabunifu sana, mwe wabunifu kutokea ndani, na katika ubunifu huu utaifanya serikali. Sema serikali, naongea sana watu wa serikali. Watu wa serikali wengine wananiambia sisi mkifanya ndio tunafanya, unaelewa? Sisi tukifanya private sector, wao ndio wanafanya. Wakiona mmeanzisha Mlipa, wanaangalia Mlipa inafiti wapi kwenye kodi za serikali. Kama haipo, wanaanzisha kodi ya Mlipa, unaelewa? Sasa sisi lazima tuwe wabunifu. Kwa hiyo kuwepo kwa rais hapa, rais wa Tafka na katibu mtendaji wake ni moja ya ubunifu wa Data Vision, kwamba tuna miradi ya kibunifu ambao natarajia tuifanye, na lazima tuifanye, no going back. Na tunaomba ushirikiano wenu katika shughuli zote za ubunifu. Tunaelewana jamani? Tunazozifanya. Tunaomba sana sana, mimi kama mkurugenzi mtendaji wenu, naombeni sana ushirikiano wenu katika shughuli za ubunifu. Kwenye miaka hii 10, mimi nataka 10 ijayo mje mpime tena mafanikio yenu mlipofikia. Kwenye miaka hii 10 ijayo tuweze kutengeneza successors. Nilikuwa naongea leo na Magoli, niseme nilikuwa naongea leo na Magoli, naambia Magoli, in life you cannot be successful if you don't have successors. Huu sio msemo wangu, alisema marehemu Dr. Monroe. Mnasoma vitabu vya Monroe? Mnasoma Ndio. You don't read books guys. Uwezi kufanikiwa duniani kama huna watu wanaokuja baada yako, si ndio? Sasa mimi namshukuru Mungu, kuna watu wengine ambao wameamini ndoto wanakuja,
na nyinyi sasa mwanze kucreate watu watakaokuja baada yenu, si ndio Mkishindwa kwa create hao mtakuwa hamjafanikiwa. Na mkitaka ku create watu watakaokuja nyuma yenu, lazima msiwe wa binafsi. Unaelewa Ndio maana kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa conflict of interest. Unaelewa Unaweza kuwa binafsi kwa wewe mwenyewe, unaweza kuwa binafsi kwa marafiki zako, unaweza kuwa binafsi kwa taasisi yako. Binafsi yote ni mtu aliyekufa. Unaelewa? Hawakui wa binafsi. Unajua wale si zamani tukiwa tunakula tunaita wachoyo. Wachoyo huwa wana maisha magumu sana. Kwa hiyo I would like to see you in the coming 10 years to see that vision growing. Na nyie mlioko hapa mkiwa bado mpo, ambao hawajaoa tuwaoze, ambao hawajaolewa tuwaozeshe au tuwaoze. Sasa hivi kuozesha, unajua ni kuoza, kuoza yani rote. Matukio ya anniversary, kipindi hiki tunategemea tufanye nini? Labda ndio niweze kuchukua kama point yangu ya mwisho. Kwenye kipindi hiki tunatarajia rebrand. Rebranding mnajua kujirebrand. Branding ni tofauti na publicity. Branding kwa masomo ya marketing, watu wanafanya marketing, wanasema ni jinsi unavyojijengea perception, si ndio? Kwa mfano mimi Magori mara chache sana namuona amechomekea shati. Nikiona mtu hajachomekea shati, kwanza nasema atakuwa Magori. Nikimwangalia nakuta sio yeye, nasema okay, basi yeye atakuwa rafiki. Naona amejibrand, anaishi hivyo. Na kampuni hizi lazima tuzi rebrand. Baada ya muda lazima ijibadilishe.